Kocha mpya wa Simba Steve Barker ametua nchini alfajiri ya jana na Fasta akaomba kufanya kikao kizito na mabosi wa klabu hiyo kinachofanyika leo Jumatatu, kikiwa na ajenda 4 kabla ya jioni kuibuka mazoezini kujitambulisha kwa wachezaji walioingia rasmi kambini tangu jana Jumapili. Kikao hicho mbali na mabosi wa klabu kitahusisha pia benchi zima la ufundi, ikiwa ni saa chache tangu kocha huyo awasili nchini tayari kuanza kazi ya kuinua timu hiyo iliyomtambulisha Disemba 19 kuchukua nafasi ya Dimitri Pantev aliyesitishiwa mkataba mapema mwezi huu. Habari kutoka ndani ya klabu ya Simba zinasema kuwa kikao hicho cha Barker msingi wake ni kupanga mwelekeo mpya wa timu baada ya kipindi kigumu ambacho kimepitia katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kikao hicho kitajadili kwa kina masuala manne makubwa yanayohusu hatima ya timu kwa sasa na siku za usoni. Nikinukuu chanzo hicho kilisema, kocha ametaka kukutana na benchi pamoja na viongozi leo Jumatatu kujadili mambo manne kabla ya jioni kwenda kuonana na wachezaji na kuzungumza nayo, ikiwa ndio mwanzo wa msauzi huyo kuanza rasmi kazi Msimbazi. Mwisho kunukuu. Ajenda hizo ni ushiriki wa Simba katika michuano ya Kombe la Mapinduzi 2026 iliyoanza visiwani Zanzibar, timu hiyo ikipangwa kundi B pamoja na Mwembe, Makumbi na Fufuni zote za visiwani Zanzibar. Pia tathmini ya kikosi na mipango ya usajili wa dirisha dogo litakalofunguliwa Januari mosi mwakani. Ajenda nyingine ni mwenendo wa timu katika michuano ya kimataifa, ikiwa kundi D katika ligi ya mabingwa Afrika, pamoja na kufanya tathmini ya hali iliyonayo timu katika ligi kuu bara na michuano ya Kombe la Shirikisho ya FA iliyoanza kwa raundi ya awali mapema mwezi huu. Michuano ya Kombe la Mapinduzi imepewa uzito katika mipango ya kocha huyo raia wa Afrika Kusini, kwani itakuwa ni fursa kutazama kikosi hicho na kuingiza mbinu zake kabla ya majukumu mazito yaliyopo mbele yake. Barker anatarajiwa kuanza mazoezi na wachezaji waliokwisha ripoti kambini tangu jana kwa kuibuka jioni ya leo mara baada ya kikao hicho muhimu kwa mustakabali wa timu hiyo. Hata hivyo, kikosi hicho hakitakuwa kamili, kwani baadhi yao wapo katika majukumu ya kuzitumikia timu za taifa katika michuano ya Kombe la Mataifa Afrika AFCON 2025 inayoendelea Morocco. Wachezaji waliopo AFCON na ambao huenda wakaungana na wenzao katika michuano ya Kombe la Mapinduzi ni pamoja na wale waliopo Taifa Stars: Morris Abraham, Wilson Nangu, Kibu Dennis, Yusufu Kagoma, Shomari Kapombe na Selemani Mwalimu, huko kipa Yakubu Suleiman aliyekuwa na timu hiyo akiwa ni majeruhi baada ya kuumia mazoezini kabla ya kuanza kwa michuano hiyo. Pia Steven Mukwala anatumikia timu ya taifa ya Uganda iliyopo kundi moja na Tanzania, Tunisia na Nigeria. Hatima ya Yakubu kujiunga na kikosi itategemea na ripoti ya madaktari wa klabu pamoja na hali yake kiafya, lakini kupitia Kombe la Mapinduzi Barker anataja kuwa atafanya tathmini ya kina ya kikosi, hatua itakayomsaidia kufanya uamuzi mgumu lakini muhimu, ikiwemo kubariki au kupendekeza kuachana na baadhi ya wachezaji ambao hawataendana na falsafa yake ya soka. Mashindano hayo yatamsaidia kubaini maeneo yenye upungufu ili kupendekeza maingizo mapya katika dirisha dogo la usajili, swala ambalo linatajwa kuwa sehemu ya mjadala mzito katika kikao cha leo. Katika eneo la michuano ya kimataifa, Barker anakutana na kibarua kigumu cha kurejesha matumaini ya Simba yaliyoanza kufifia baada ya mwanzo mbaya katika makundi. Simba ilianza kwa kupoteza mchezo wa kwanza nyumbani kwa bao 1-0 dhidi ya Petro Luanda ya Angola kabla ya kwenda kupoteza tena kwa mabao 2-1 dhidi ya Stade Malien ya Mali na kuiacha kiburuza mkia kundini. Matokeo hayo yaliwafanya mabosi wa klabu hiyo kufanya uamuzi mgumu wa mabadiliko ya benchi la ufundi, ikiwemo kuachana na Dimitri Pantev. Licha ya hayo, Simba bado ina nafasi ya kupambana na kutinga hatua ya robo finali iwapo itafanya vizuri katika mechi zilizobaki kama ilivyowahi kufanya msimu wa 2022-2023 wa michuano hiyo ilipopoteza mechi mbili za awali dhidi ya Horoya Athletic Club ya Guinea na Raja Casablanca, lakini ikazinduka ilipoumana na Vipers ya Uganda ikiifunga nje ndani kwa bao 1-0 kisha kuifumua Horoya mabao 7-0. Simba imesaliwa na mechi 4 muhimu, ikiwemo 2 mfululizo dhidi ya Esperance de Tunis zitakazochezwa kati ya Januari 23 na 30 mwakani, ikiwa ni kibarua cha kwanza cha kocha Barker. Baada ya hapo itakamilisha makundi kwa kurudiana na Petro Luanda ugenini, kuisubiri Stade Malien kumalizana nao nyumbani, zote zikipigwa mapema Februari mwakani. Kwa upande wa ligi kuu bara, Simba sio mbaya sana, japo ilipoteza mechi moja dhidi ya Azam FC iliyowanyoa mabao 2-0.